Habari yako mfuatiliaji wa Umela Media popote pale ulipo duniani. Siku nyingine tena hapa nataka nikufahamishe kuhusiana na kile ambacho kilitokea mahakamani alipofikishwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, na moja kati ya kauli yake ambayo imezidi kuteka hisia za watu wengi ni ile aliyosema kwamba mimi ni mfungwa wa vita. Sasa ni kipi ambacho kilijiri wakati alipokuwa amefikishwa mahakamani New York huko nchini Marekani? Sasa nimepitia ripoti ambayo imeandikwa na BBC kuhusiana na yale yote ambayo yalitokea kipindi Maduro amefikishwa mahakamani. Milio ya pingu za miguu ilisikika muda mfupi kabla ya kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro kuingia kwenye mlango wa mahakama ya jiji la New York kwa mara ya kwanza. Aligeuka na kuambia waandishi wa habari na watu wengine waliokuwa wakifuatilia tukio hilo kwamba yeye ametekwa nyara. Dakika chache baada ya kuingia mahakamani, Jaji Alvin Lerstein alimtaka Maduro kujitambulisha ili kesi ianze. Maduro akasema kwamba mimi ni bwana Nicolas Maduro, mimi ni rais wa Jamhuri ya Venezuela, nimetekwa nyara tangu Januari 3. Aliambia mahakama kwa utulivu kabisa akitumia lugha ya Kihispania kabla ya mkalimani kutafsiria mahakama kile alichokuwa amekisema. Nilikamatwa nyumbani kwangu huko Caracas, Venezuela. Jaji mwenye umri wa miaka 92 alimkatiza na kumwambia Maduro kwamba kutakuwa na wakati na mahali pa kuanzia haya yote, kwa maana kutakuwa na wakati wa yeye kujieleza. Maduro na mke wake Cilia Flores walikana mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, umiliki wa silaha katika pia kikao hicho cha mahakama ambacho kidumu kwa dakika 40 hivi. Sina hatia, mimi ni mtu mwenye heshima, Maduro alisema, huku Flores akiongeza kuwa hakuwa na hatia kabisa. Maduro aliye na umri wa miaka 63 na mke wake walifikishwa katika jela ya New York baada ya kukamatwa na vikosi vya Marekani kwenye makazi yake huko Venezuela siku ya Jumamosi katika operesheni ya kushtukiza ya usiku wa manane ambayo pia ilishuhudia mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi. Wakiwa wamevalia mashati ya jela ya rangi ya blue na machungwa na suruali ya kaki, wawili hao walivalia vipokea sauti vya masikioni ili kusikiliza tafsiri ya Kihispania wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, huku wakili akiwa ameketi kati yao. Maduro alinakili maelezo ya kina kwenye karatasi ya rangi ya njano ambayo alimwomba hakimu athibitishe kwamba angeweza kubaki nayo baada ya kesi kusikilizwa. Wakati Maduro alipoingia katika chumba cha mahakama, mahali pale pale ambapo Diddy Combs, bila shaka wengi mtakuwa mnamkumbuka huyu kwa maana ya P Diddy, alishtakiwa miezi michache iliyopita, aligeuka na kutikisa kichwa kama ishara ya kuwasalimu watu kadhaa waliokuwa wamehudhuria kesi. Alidumisha utulivu bila kuonyesha hisia wakati wa kesi hadi mwishoni. Wakati mtu ambaye alikuwa akifuatilia kutoka kwenye eneo la umma ghafla aliposema kwa sauti, Maduro utalipa kwa uharibifu wa kwake aliofanya. Mimi ni rais na mfungwa wa vita, alimjibu kwa sauti mtu huyo kwa Kihispania. Baadaye mwanamume huyo alitolewa nje ya chumba hicho huku akitokwa na machozi. Kesi hiyo ilikuwa na hisia kwa wengine waliokuwa mahakamani. Mwandishi wa habari Malbot Petiti kutoka Venezuela ambaye pia ameangazia utawala wa Maduro alisema mashambulizi ya makombora ya Marekani wakati wa kukamatwa kwa Maduro yaliharibu nyumba ya familia yake karibu na Fuerte Tiuna huko Caracas. Alisema ilikuwa jambo la kusisimua kumwona kiongozi wake wa zamani akisindikizwa mahakamani akiwa amevalia vazi la gereza na akiongozwa na walinzi wa Marekani. Mke wa Maduro, Flores, alikuwa mtulivu zaidi akiwa na bandage karibu na macho yake na paji la uso kutokana na majeraha ambayo mawakili wake walisema alipata wakati wa kukamatwa kwao weekend. Aliongea kwa upole huku nywele zake ndefu zikiwa zimefungwa kwenye fundo, huku mawakili wake
wakiomba apewe matibabu yanayofaa, ikiwa ni pamoja na kupigwa picha ya mbavu huenda imechubuka na kuvunjika, kwa maana kwamba ni kufanyiwa uchunguzi wa kina kuhusiana na mbavu zake, kwa sababu huenda zikawa zimevunjika. Maduro na mkewe hawakuomba dhamana wakati wa kesi hiyo, lakini wanaweza kufanya hivyo baadaye, kumaanisha kuwa wataendelea kuzuiliwa nchini humo. Marekani imemshutumu Maduro kwa ugaidi na ulanguzi wa mihadarati, njama ya kuingiza dawa za kulevya aina ya cocaine, njama ya kumiliki bunduki na vifaa vya uharibifu. Kwa hiyo yale yote ambayo yanaendelea kwenye kesi ya Nicolas Maduro, basi mimi nikwambie tu kwamba nitakuwa nakujuza hapa hatua kwa hatua.